Na mimi saa hivi ile nimesimama ni pale sana. Labda mwenye aliwauzia kuwaonyesha. Kwanza watakuta aliwaonyesha ndio wakapanda. Ango yetu awaonyeshe kama aliwauza. Kabla nini? Wachachukua plot yao. Na Ile unyanyasi. hatujaizozana na wazazi wao. Tumesomesha watoto wake mpaka saa hii, hata wenye wako shuleni anategemea pale, lakini kwa sababu ya tamaa yao wanatumia mabrokers. Chifu wetu anakawa, yeye ndio mwanzilishi wa hizi vitu. Tumekaa kwa dio, tunafanya mediation. Siku ya mediation anawaita, anawaambia msiende kwa dio, kuja niwaandikie barua. By the way, walipewa tu kabarua kale katemporary ya kuambia kwamba hao ndio wamiliki wa hiyo, ati ni administrator, bila hata kuconsult hata mandugu zao hata nani, na akawapea hiyo nini, na haraka akakimbia kotini na hakukuja. Sisi tumekaa kwa dio, tumeongojea chief akuje. Chief dio anapigia chief nini, anasema ati hawakuji, ati sijui nini. Kumbe the very date yenye tunatakana kufanya mediation, chief amewapea barua, wameenda wapi? Kotini. Sasa tunajua kwamba yeye ako na interest na hawa watoto, kwa sababu hata wenyewe wanasema ya kwamba ruling ya ako na share pale, yani wanataka wachukue hii nini, wanyanyase mzee ndio wachukue hiyo shamba, pia yeye wampatieko shares. Hata yeye pia ako na guts ya kuja kuambia mzee kwamba wewe mzee, labda ulisahau nafasi yako. Sasa yeye kama chief na yeye mkaaji wa hapa, baba amekuwa village administrator wake, amekuwa elder, village elder, amefanya kazi na yeye. Huyo wanakawa amekaanga kwa boma ya Simon Akikunywa soda kwa duka pale, na anajua ukweli ambao uko na sai. Hakuna mtu kwa hii town Na Kenya sai. Kwanza huyo msichana, huyo mumama huyo ni buroka mkubwa wa Bungoma, anatembea na wakora, anakoni watu kila siku. Sasa tunajuaje kama aliingia land akatoa vitu? Hakuna mtu ajui Atiema Mungo. Yani cha kushangaza, mtu mufu anatoka aje kwa kaburi akaswea. Hakuna mtu ajui Atiema Mungo. Atiema Mungo inajulikana sana. Na koti inamkubali. Sasa sisi tunashangaa. Wajirani wanataka kifo. Inakuaje chief kwa ripoti yake anaandika kwamba ati Atiema alibed kwa shamba na aka erect structures. How? Na hii nini imekuwa hapa, imekuwa station kwa kitambo. Namba pili, tena chief anasema kumekuwa na conflict. Sisi tunataka watoe hizo evidence kama tumeshaikuwa na conflict before 2022. Unaona? Na wapi tumesimama nao kotini? Na wapi tushaikuwa kotini? Kwa sababu nini, ruling ya lower court inasema tumekuwa na conflict kutokea kitambo. Na sisi hatujaikuwa tumeishi kwa amani, hao watu tunawajua. Na hii shamba baba mkwe ndiye alinipea. Nimeishi, nimezaa watoto, niko na wechukuu wamemaliza university. Kwa hii shamba niko na miaka 65, mzee yako na miaka 75. Mimi nashangaa saa hii wanakuja kunitoa kwa shamba yangu, na niko tu na plot, hata sio shamba kubwa, na wenye wananinyang'anya mimi si wajui. Wako tu kama jirani, wanatoka huku Chekulo, walinunua kwa semeji yangu. Tumekaa vizuri, tumekula nao. Kuanzia 2022 wanaanza uchokozi. Nimeshangaa, nimeenda kwa mahakama wanisaidie, wachanisaidie. Mimi nataka viongozi, President Ruto walisema mimi na simama na hustle. Nataka usimame na mimi. Naenda wapi? Wamenifukuza kwa ploti yangu yenye baba mkwe alinipea. Sina mahali ya kuenda. Mimi nimeshindwa. Mnisaidie viongozi wote. Viongozi mnisaidie. Naenda
wapi? Naanzia wapi na watoto na waichukuu? Kuanzia tu 2022 sikuli. Silali. Nimeshindwa nipitie wapi? Nianzie wapi? Sina pesa ya kuenda kurendi nyumba. Ndafanya nini? Mnisaidie. Wamenitupa nje. Watu wa pesa wanakuja tu wananinyanyasa. Mimi niko tena wasichana peke yake mbele. Ndafanya nini? Sijiwezi. Mnisaidie. 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 Mimi nimeshindwa. Mimi ndio nilikuwa mrithi wa hii shamba na niko na documents ile nilipeleka nayo kwa shamba kwa koti kuniruhusu kuwa msimamizi wa hii shamba. Koti ilinikubalia in 1987 wakanipa grant na nikakuja paka kwa lands ikakuja kufanya survey na kila mtu, hata niko na list hapa ya wale watu wenye walikuwa wanastahili kupata kwa hiyo shamba ya baba yangu. Kaploti ndio those are beneficiaries wenye walikuwa wanataka, walikuwa wananipush lazima tupatie namba. Sasa nilifanya kamaliza, tukakuja kwa land survey, ikatoka ikakuja ikakusurvey hii ploti yetu yote. Yangu ilikuwa namba 2487 na ya hawa wenye wananinyanyasa mimi jirani tu wa karibu kabisa ilikuwa 4473. Sasa tukaishi na baadaye kila mtu alikuja anapata tu document ya transfer kwangu, alafu apeleke kwa lands, alafu wampee namba yake, kwa maana hizo zilikuwa tu demarcated, lakini zilikuwa zitatoka kwa wenyewe. Sasa zilikuwa hapo tu. Sasa mtu anakuja anatoa hii nini, analipa huko kwa lands, alafu anakuja anampa transfer form, anakuja mimi namsainia ndio anaenda kupata namba. Sasa ilikuwa now 1988 ndio nilikuwa nafanya hiyo transactions zote. Malisa kakaa hapa na jirani yangu huyo, hata tulikuwa naitana tu ndugu kwa ndugu, kwa maana yeye nilisoma na yeye hapa Bwake kwa secondary, na kitoka sasa naona anakuja kununua ploti kwa my brother. Sasa huyo brother yangu ndiye aliwahusia shamba, sio mimi. Sasa niliona tu 2022 wakanifahamia ati wewe umekaa kwa ploti yetu, na yangu ilikuwa 2487. Imejenga manyumba, ilikuwa hapo tayari imejengwa. Sasa nikashangaa, hii ilikuwa ploti yao namna gani? Na yao ilikuwa 4473. Sasa nikashangaa, sasa kuangalia kwa kuenda kuchukua nini search inanionyesha wamekula paka yangu. Search ilinionyesha ya kwamba wameingia paka kwa yangu bila mimi mwenyewe kujua. Sasa nikashangaa hii ni nini? Nilikuwa sasa kwa hiyo harakati niende ni file case kotini. Basi nikashutukia chief ananiita. Chief bila aliniita nikaenda huko, lakini sio kuwapata kwa ofisi ya chief. Alafu vitu nilifanya nikarudi paka hapa. Rudi hapa chief mwenyewe tena jioni kama saa 10 hapo, mimi naona anakuja nao. Akaniuliza, kamwambia hapana, hii ploti ya hawa ilikuwa 4473 na rangi ilikuwa 2487. Sasa sijui
yao nayo iliingiamo na yangu namna gani. Hiyo ndio nikaanza sasa mimi kushughulika sana. Punde sio punde, naona watu wa CID wanakuja kwangu, nakuja mpaka hapa. Walikuwa natembea kwa hiyo ploti yenyewe kwa ndizi hapo nyuma, wakitembea round. Basi na kijana yangu mmoja ndiye aliwaona, alitangulia kuwaona na akakimbia akaniambia, kuna watu hapa wanatembea kwa round kwa ploti. Basi mimi nikatoka tukaandamana na mtoto wangu huyo mpaka hapo, na kufika hapo nikapata walikuwa 3 wananiambia, wewe mzee, hii ni kama wewe umesha trespass kwa hii ploti. Hii ploti inasemekana ni ya wale wasichana wa Andrew Mfuku, sio yako. Basi kaanza kuwa nini, yani kupigana hapo, niambia hao vile hii plot support divided na vile tukawa watu. Niko na hata documents ya kuonyesha. Hawakukubali, wakaniambia wache tuende ofisini, lakini tutakuita ukuje kwa ofisi. Basi kuenda huko kwa ofisi ilikuwa ni mambo sasa ya lazima ni sign nimesurrender hiyo plot. Na mimi harakati hiyo, mimi kapitia simu mtoto wangu mmoja msichana, kamwambia, mama, kimbia hapa, watu wananyanyasa. Wanataka ni sign plot ambayo si mimi ndio nilihusia huyo mtu, na sijui ni nini inaendelea. Basi alipokuja wakasema sasa tuite survey tuende kwa plot. Mimi nikakataa, sema hatuwezi kuenda kwa plot kama documents zimeonyesha, mmeona vizuri. Sasa tena niende kwa court kufanya nini? Niende kwa survey kufanya nini? Nikakataa. Sasa kutokea hapo mtoto wangu akapitia chini ndio kasema hapa ako kwa shida, kamuelezea ndio akapitia watu wa DCI wakawachilia hiyo kesi, tukarudi kwa dio. Sasa kwa dio hapa tulienda hata na mandugu zangu na watu wangu wa ukoo, tukaenda hapo kafanya kesi. Ndio akauliza kama kuthibitisha agreement hii iliandikwa na nani. Wakamwambia agreement iko Nairobi kwa ndugu yao mwingine. Akaambia hawa mupikie yeye huyo ndugu yenu alete hiyo agreement haraka. Ndio akakupatia 1 week ya kuja sasa kwa site, aone na macho kwa site. Basi akaambia hao msichelewe kukuja, kwa maana hiyo itakuwa siku ya kuview na kutoa report. Hawa hawakukuja, badala yake walikimbia mpaka kotini kunishtaki. Sasa kunishtaki ati mimi niliingilia shamba yao. Sasa ikawa sasa mimi mambo ya kudefend hiyo kesi, tukaenda kuhaya lawyer. Sasa lawyer amefanya hii kesi tangu 2023 mpaka wa leo, mimi sijapata haki. Kwa koti ya kwanza walitupa kesi, yani hii kesi mimi sikuishinda, yani wakawapea hao. Alafu kesi ya Court of Appeal hii ya Environment and Land Court pia nikaenda hapo kwa appeal. Kesi tarehe 4 mwezi huu ilitupwa. Sasa mimi sitapata haki ya hii kesi, nataka niendelee mpaka
Court of Appeal. So wito wako ni upi? Wakaninyuma stay, hata nani lawyer akajaribu kuomba sasa wapee sisi muda ya kuapili, hawakupata muda ya kuapili. Sasa mimi niko hatarini, nyumba yetu inatarajiwa sasa kupomolewa, kwa maana hata nilikuwa nimepata hapa notice kutoka Eldoret kwa Kisonyas, walikuwa wanakuja na mama. Kwa hakika tumekuwa tukifuatilia hii kesi ambayo ilianza mid 2023 na ya lower court ilianza mid 2023 na imeisha August 2024, ambapo tarehe 15 mwezi wa 8 court 3 lower court chief magistrate ilitoa uamuzi ya kwamba mzee ameshindwa kesi, wakapea wale wasichana shamba. Lakini kitu iliyotushangaza, waliweka condition ya kwamba mzee adeposit 1 million ndio aenda appeal, na akaweka ati general damages, mzee amekuwa akipata faida kwa hiyo shamba ambayo si yake, ati general damages 1 million tena. Kweli tukawa tuko na shida sana, kwa sababu mzee hajiwezi na hawezi afford hiyo 1 million hata ya kudeposit ndio aenda appeal. Kwa hakika tukakimbia ili tuombe stay, kwa sababu lawyer wetu alinyimwa stay immediately after judgment. Sasa tukaenda tukaweka application ya kuomba stay. Magistrate alikataa kutupea hiyo stay, na after some days, 4 days, akatoa eviction order ya forceful eviction. Sasa sisi tukaona wazazi wako hatarini, hawana amani. Tukarudi kotini, tukanyimwa bado stay. Kweli tukashindwa tufanye nini? Tukaamua tukashika matawi, tukaenda tukasimama hapo nje ya koti tukisema sisi tunaomba tu stay, hatutaki kitu ingine, tupe stay kama bado tunajipanga kwenda appeal, ambapo walitupea hiyo stay, na walitupea hiyo stay karibu saa 2 ya usiku after tumeng'ang'ana kabisa. Sasa tukaenda high court, mzee akaapili high court. Alipoapili mzee akaweka application kwa high court ya kuomba tafadhali wamtolee hiyo condition ili aweze kupata justice. Tunashukuru sana judge wa High Court Environment and Land, akaona mzee hawezi raise hiyo 1 million, akamkubalia, akatoa hiyo condition. Mzee akaanza appeal. Tumeanza tu vizuri tukiwa na matumaini, mama akiwa na matumaini, mzee akiwa na matumaini. Lakini tumefika tukielekea mwisho tukaanza kuona red flags. Tunaona tu washajua judgment a month before the date of judgment. Wakawaletea eviction order ambayo ilikuja tarehe 30 mwezi wa 10, ambapo walikuwa wamewapea mzee na mama siku 14 ili wakuje ku demolish hizo manyumba. Hiyo kitu ilitushangaza. Ni tarehe 30 Oktoba wameleta eviction order kutoka Highland Auctioneers from Eldoret, lakini wamerefer verdict ya High Court ambayo haijasomwa. Sasa sisi tukashangaa wamejuaje hiyo verdict na tarehe 4 haijafika. Kusema ukweli, wenzetu walikuwa wanasherekea hata tarehe 3 usiku ndio tuamukie kwenda tarehe 4 kwenda kwa kusikia judgment. Walikuwa washajua everything. Tukashangaa wamejua haje. Sisi tukajua, tulikuwa tumesikia rumors kuna secret funder ambao anawafund, ambaye ako na interest na hii shamba sana. Tumesikia rumors na tumesikia rumors na tunajua yeye ndiye aliwafund, kwa sababu kusema ukweli hao wasichana na sisi tunatoshana tu, hawana uwezo ya kusukuma hiyo vitu. Hata tulipoongea na auctioneer alisema wamempea 400,000 aweze kufanya nini, kukuja kudemolish, na akasema kuna hiyo siku ndio kesho yake akuja kudemolish. Alisema hawezi wacha kwa sababu kuna mkubwa wa maaskari ambaye ameweza kumpea hiyo instruction.
ambaye alikuwa Bungoma lakini kwa sasa hayuko Bungoma. Sasa tukataka kujua ni askari mgani huyo mwenye alikuwa Bungoma na sasa hayuko Bungoma. Nilipojaribu kufanya investigation nilisikia ni kama OSPD, but I am not sure if he is the one. Sasa sisi tunataka tu serikali waisani msimame na wazazi wetu. Mzee miaka 75 years surely. Shamba aliyopewa na baba yake, tena sio yeye ndio aliuza, ndugu yake ndio aliuza. Kwa nini wakuje wamtoe chifu wetu nini Halaba Ward? Please, 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 wacha kukua bias, wacha kukua na tamaa, usikuwe broker. Baba amefanya na wewe kwa kazi, kwa ofisi yako umetuharas, hata unaenda kwa vikao unatusengenya na haujui wenye wako hapo wanatuletea. Tafadhali, tafadhali chief, penda watu wako. Sisi ni wazaliwa wa hapa, tupende. Sisi ni watu wako wote, hakuna ati huyu ni wako na huyu si wako. Asante. Kwa mwisho, kwa hii plot kuna demarcation ambapo miti ni kubwa ya kuonyesha mpaka. Alafu kitu inatushangaza tena, hiyo title deed, marehemu Andrew Mufutu aliamuka kutoka kwa kaburi akaswea affidavit kwamba amepoteza title deed mwaka wa 2012 na alikufa 2007. Title deed ikatolewa 2018, marehemu tena akatoka kwa kaburi akaenda akasign akachukua title deed. Sasa tunashangaa, kumbe marehemu anaweza fufuka afanye kitu tena arudi kaburini. Our ancestral land, si ati tulinunua. This is our inheritance, tumetoka kwa mababu zetu. Hao wenye tunapigana nao ni watu ambao walikuja na wakapata portion hapa kidogo from one of our angles. Mimi ningependa kuomba, najua vitu mingi zimefanyika, koti nini. Wakati vitu zinafanyika, wakati transactions zinafanyika, sometimes mistake huwa zinafanyika. Na kama mistake imefanyika, I think ni vizuri these people wenye wametupeleka kotini, they have been part of our family. The best way forward ingekuwa wangekuja waseme sisi kama majirani hii imefanyika, imefika hapa na hapa. Haingefika vitu ambayo tunapelekana mpaka kwa mahakama. That was very wrong. Kwa sababu hao watu tumewakaribisha hapa, tumekaa nao, tumewalea, wamekuwa ni wamama. Sasa ni watu wakubwa. Second point ambayo nataka ku raise kwamba hao wasichana, mimi tangu waanze kutushtaki kotini, wako na ndugu yao mkubwa anaitwa Ben Milimo. Huyu Ben Milimo huyu mimi sijai muona. Ningependa kuuliza yeye kwa hii maneno yanaendelea, because issue of land is very emotive. Yeye kama kijana wa late mzee Andrew Mufutu, is he waiting for the blood to be shed ndio ajipronounce kwa hii maneno? Ama hii shamba tunataka pia sisi kama familia ya mzee Simon tujue aliachia wasichana hii shamba ama nini inaendelea, because hatutaki mambo ikuwe wasi kabisa alafu sasa ndio ajitokeze. Tunataka ajitokeze, ajipronounce, is he part of these things ambazo zinaendelea ama ako nje? Kwa sababu tangu kesi ianze mimi sijaimuona kotini, sijaimuona hapa penye kwa hii shamba. Yuko kwa maplot. Anza na jina baba. Jina langu ni Benjamin Mtuma Sibuli. Na mimi ndio mkubwa, yaani mimi nilikuwa nje nikapatia huyo ndugu yangu kwa administrator. Na vile alikuwa administrator alikawa shamba kamaliza kakuja plot. Na plot ilikuwa plot 3. Na plot 3 hii tulisimama watu 2 kwa plot. Sasa yangu vile nilisimama na ndugu yangu anaitwa Stefan Sinani Masika na alikufa. Yetu tulihusia Ronan. Mwanamke anaitwa Ronan, hata ametenga nyumba yake, ndio hata plot yake inafanya kazi. Yeye kawa full plot akamaliza. Na ya mzee wa afula marehemu alikufa, ndio Mufutu alinunua, huyu papa ya watoto hao. Ndiye alinunua, ndiye analeta hii shiki maneno. Na huyu shamba nani plot yake yeye alikuwa amechenga, hata mzee mwenyewe yuko kama hika alive.
akajenga hapa akaendelea. Huyu mfutu huyu mpapa ya watoto hii alinunua kwa ndugu yangu kama huyu nyumba yake hivi. Sasa vile tulikaa na mjamaa huyo vizuri, papa yao mama vizuri, tulikuwa hakuna shida. Sasa vile hao walikufa, ndio hao watoto wana kwa koti tulipata kibali, hatukufanya nini illegal protest, ilikuwa legal. Tuliomba ruhusa kutoka kwa serikali, so that protest was very legal. Mahakama mimi nimekuja kuangalia is like the court is using that protest against us, which was very legal. Because hiyo ruling yenye tumeona juzi, it leaves a lot of questions ambazo hatuwezi kuwa jua what happened, lakini sisi tuliongea na administration ya mahakama, tukaongea mpaka na some of the judges, tukawaambia kwa ground hizi shamba ziko na watu wawili na watu wanaishi hapo, na hao watu si family moja, hawa ni wanunuzi na hawa ni wenyeji wanaishi hapo. Sisi nikaambia au judge, nikamwambia sisi tunaomba the honorable court kwamba wakuje kwa ground, watume judiciary kuja kwa ground waangalie what is happening, because tukienda kwa mambo ya karatasi, hizi makaratasi zimetumiwa fraudulently na watu wengi sana. Sisi watu wengi all over Kenya, people are complaining kwa mambo ya mashamba. Na you can imagine this is our ancestral land. How do we feel? Sisi tunaona watu wachukue shamba letu na sisi tumeangalia na macho hivi. As much as tunaheshimu sheria, we will obey law to the maximum. Lakini how do we feel? Wenyewe pia waje kwa miguu yetu. How will they react? Sasa mahakama imerule tu atukatai, lakini what will be the consequences ya hii maneno after hii ruling ya hii juzi yenye imefanyika hii? Hiyo tu ndio maoni ambayo mimi naweza sema. Asante. Ningependa kuomba Bungoma Law Court. Bungoma Law Court, nyinyi ndio koti ambayo tunategemea katika kaunti hii. Na kaunti hii hata mbali na sisi, watu wengi sana wananyanyaswa, wanaharasiwa katika kesi ya mashamba. Na hii mashamba inaletwa sana sana na hii karatasi ambayo inaitwa title deed. Title deed tunasemekana kwamba ni serikali ilileta, ni vyeti ambavyo vinaonyesha umiliki wa ardhi, lakini watu wengi wanatumia hiyo mamlaka vibaya, wanatumia procedure ambazo hazistahili, wanapata ile karatasi kuja kuumiza wale wamiliki halisi wa shamba. Sisi kama familia ya Atiema tumenyanyaswa na tumeumia sana katika kesi hii. Ningependa kuomba wale ambao wanahusika katika mambo ya ardhi ambao wako juu ya Bungoma Law Court, now that Bungoma Law Court has already frustrated us, we had a strong conviction that Bungoma Law Court will deep down into this issue and help us. And now that we are seeing there is no any effort to help us, tunaomba serikali tafadhali ingilia katika kesi hii, maana hii kesi ni ile hatari sana ambayo inafanya watu wanaweza kuuana, watu wanaweza fanya vitu ambavyo havistahili. Sasa ninachukua wakati huu, serikali, kabla mambo yaharibike, tafadhali nyinyi ndio tunategemea, muingilie katika haya maneno na mujaribu kusuluhisha kwa njia ambayo ni ya amani.